Yes, amjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya habari zetu za kila siku na kila wakati, mkiwa mbali na karibu, tunawasalimia. Wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena asubuhi njema ya leo mardi le 18 Novembre 2025. Na tunawapa karibu tena ndani ya habari zetu za asubuhi ya leo. Tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa za mapigano, kuambia kinachoendelea kwenye uwanja wa vita maeneo ya Nord Kivu na Sud Kivu. Ndani ya teritwari ya Shabunda, mapigano yalikuja kuendelea kati ya vikosi vya wazalendo na FARDC pamoja na waasi wa AFC M23 mo eneo ya Maimingi na ile shamba ya Kibanda Mangobo. Mo teritwari ya Masisi nako mapigano yanaendelea kukamata hatua nyingine baada ya AFC M23 kukamata eneo ya Kazinga. Inaendelea kuzidisha mashambulizi yake ikishambulia FARDC na wazalendo ili kusonga mbele, na tumewaletea taarifa mingi. Kuna wanajeshi wa FARDC waliokuwa wakimbizi Uganda ambao walirejeshwa ndani ya nchi ya Kongo. Ndani ya Ituri, FARDC ilikamata silaha mingi kabisa za wanamgambo wa CRP pamoja na wale wanamgambo wa Zaire. Na kabla ya kuwapeleka moja kwa moja ndani ya taarifa zetu kamili, tunawasihi kusubscribe. Hii ni Kwetu TV, kama kawaida ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Mujiabone, mucomment na mulike, musambaze taarifa hizi kwa walio wengi ziwafikie. Mujiunge na sheni yetu ya WhatsApp kupitia linki ambayo iko hapo mukomantere, au mutuandikie kwenye namba hiyo. Mutakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Habari zetu za asubuhi ya leo tutawapeleka moja kwa moja mu province ya Sud Kivu, territoire ya Shabunda, mu kijiji cha Maimingi ama mungini wa Maimingi. Maimingi ilikamatwaka juzi dimanche na AFC M23 saa za jioni baada ya kuwapiganisha wazalendo na FARDC hapo. Wazalendo wakaondoka hapo wakaelekea ndani ya eneo ya Kimbili. Baada ya masaa machache na AFC M23 inaokipe Maimingi, FARDC na wazalendo walirejea kuishambulia saa za apremidi siku ya jana. Kuanzia 13 FARDC na wazalendo pamoja na FDNB jeshi la Burundi walitokea eneo ya Kimbili, mwile mwingine ambayo walikuwa wameelekea ndani, wakarejea Maimingi kupigana na AFC M23. Na tangu kuatake apremidi ya jana, mashambulizi yanaendelea mpaka asubuhi ya leo. FARDC iko na shambulia AFC M23 mu eneo ya Maimingi ikitaka kuwafukuza hapo, na mapigano hayo makali yanaendelea kusababisha wakaaji wengi kukimbia makazi yao. Wanakimbilia ndani ya vijiji karibu na hapo vyenye usalama, wakiwa hawana kitu chochote, wanataka usaidizi wapate namna ya kuishi. Mapigano yaliyozuka upya mu teritwari ya Shabunda yamekuja wakati wa siku moja tu na AFC M23 na gouvernement ya Kongo wameyasaini makubaliano ya mfumo huko Doha nchini Qatar, jambo ambalo linaendelea kuleta maswali mu watu tofauti wakijiuliza sasa maongezi na makubaliano wanayo ya sign yana maana gani. Upande mwingine kwenye uwanja wa vita mu teritwari ya Masisi, hapo ni mu province ya Nord Kivu, mapigano mapya yaliripotiwa ndani ya kijiji cha Bitoi. Bitoi ni mwingine unaokuwa karibu na Kazinga. Kazinga waasi wa AFC M23 walikamataka c'était vendredi.
vendredi ndipo AFC M23 ilikamataka Kazinga, hapo ni mgrupema ya Nyamaboko Premier. Wakati ilikamata hapo, iliendelea kuzidisha mashambulizi yake ikitaka kusonga mbele na kuendelea kukamata vijiji tofauti. Bitoi AFC M23 ilishambulia na inatokea Kazinga. Wazalendo walipigana nao siku mzima. Siku yote walikuwa wakipigana na AFC M23, walifanikiwa kurepuzea AFC M23 na kuifukuza mweneo ya Bitoi, wakaifikisha mweneo ya Kazinga. Wakaaji walikuwa wamekimbia eneo hiyo wakati wa mapigano, na asubuhi hii wako na rejea hapo mwingine wa Bitoi ambapo walikuwa wametoka kutokana na mapigano makali kati ya wazalendo na AFC M23. AFC M23 inaendelea kukiuka wazi makubaliano na mikataba ambayo walisaini huko Doha, ikiwa ilikuwa ikilenga kusimamisha vita, waendelee kufanya maongezi ili kumaliza vita vinavyoendelea. AFC M23 ina mpango wa kusonga mbele na kuendelea kukamata maeneo mapya, ndio maana inaendelea kuzidisha mashambulizi yake ikiatake wazalendo na FARDC ili kusonga mbele. FARDC na wazalendo kazi ni ya kwao kujua ya kwamba AFC M23 haitasimama kupitia maongezi, ni kuipiganisha sasa na kuifukuza maeneo ambayo iko na endelea kuyakamata. Dawa ya moto ni moto, na ile ni kazoeo, nitaita kabisa kazoeo. Wakifanya maongezi wao wanaamka wakiwashambulia ili wasonge mbele. Sasa ile kabisa inamaanisha nini ama tutaita aje? FARDC kama jeshi la Kongo na wazalendo na wengine washirika wao wakamate maamuzi, wapiganishe wasi hawa, wafukuze kabisa, kama sivyo maongezi iko tu distraction. Tuendelee na habari zetu. Kwenye shamba la vita mo territoire ya Ruchuru, hali ilirejea kuwa ya utulivu ndani ya Bambo. Groupement ya Bambo inapatikana mo sheferi de Bwito, territoire ya Ruchuru. Mo eneo hiyo ya Bambo hali ilikuwa tete sana siku yote ya jana. Hayo yote yalisababishwa na vifo vya watu 4 waliouawa usiku wa juzi wa kuamkia asubuhi ya jana hapo Mubambo. Wazalendo wa SMC wanaongozwa na General Domi waliingia Mubambo ndani ya eneo ya Kishishe, wakashambuliana na AFC M23. Mapigano hayo yakasababisha wakaji wawili kupoteza maisha yao. Usiku huo wengine wawili wakauawa na watu wenye silaha ambao waliwaingilia ndani ya nyumba zao, na wakati kulikucha wakaji waliamka na panike sana, hali ikawa tete. Wakaji walikuwa muvai pale, wanaokimbia wakiondoka Kishishe, wanaofanya maandamano kwa usalama kidogo ambao ulikuwa ukifanyika hapo. Hali ilikuwa mbaya kabisa Kishishe hapo mgrupema ya Bambo kutokana na kuuawa kwa hao watu 4. Kwa sasa asubuhi ya leo hali ni ya utulivu eneo hiyo ya Bambo. Wakaji wanarejea hapo, wengine walienda kazi zao za kawaida za kila siku, na wanakemea sana mauaji hayo ambayo yalifanyika hapo Kishishe, na wanaomba AFC M23 na wazalendo kukuwa na pigania ndani ya misitu, hapana kupigania maeneo ya wakaaji. Tuendelee na habari zetu, nimewaletea taarifa mingi kama kawaida. Tuelekee ndani ya Ituri ambapo wanajeshi wa FARDC walikamata silaha mingi za kundi la CRP na wanamgambo wa Zaire kama sehemu ya operation zilizotekelezwa kuanzia tarehe 10
za mwezi wa Oktoba hadi tarehe 16 za mwezi huu, yani juzi, katika eneo la Jugu ndani ya Ituri. FARDC inatangaza kwamba wamegundua hifadhi nyingi za silaha wakati wa mashambulizi yao dhidi ya wanamgambo wa CRP pamoja na Zaire. Kulingana na vyanzo vya usalama, nyenzo zilizokamatwa ni pamoja na bunduki witi za AK47 yani K47, bunduki 4 za PKM, kaseti na risasi, magazeti mengi pamoja na bidhaa za dawa na vifaa mbalimbali vya kijeshi. Mamlaka za kijeshi zinaonyesha kuwa safu hii ya silaha ilidaiwa kutumiwa na wanamgambo wa CRP pamoja na wanamgambo wa Zaire ambao wanafanya kazi katika eneo hilo. Ugunduzi huu unakuja huko kukiwa na operation zinazoendelea zinazolenga kupunguza uwezo wa makundi yenye silaha yanayoendesha shughuli zake katika eneo la Jugu. FARDC wanadai kuendelea na hatua zao za kulinda eneo hilo, huku viongozi wa eneo hilo wakitoa wito wa kuwepo kwa mbinu inayojumuisha juhudi za kijeshi, mazungumzo ya jamii na hatua za kuleta utulivu ili kurejesha amani huko Ituri. Nasikia kwa sasa huko Ituri operasyon ambayo FARDC iko naiendesha iko naendelea kusonga mbele, ikipunguza nguvu za makundi yenye silaha huko. Upande mwingine mo teritware ya Beni karibu na Ituri, wanajeshi wa Kongo ambao walivuka mpaka wa Uganda wakati wa kuanguka kwa Goma, mji mkuu wa Kivu Kaskazini, walikabidhiwa kwa mamlaka ya mkoa katika kituo cha mpaka cha Kasindi Lubiriha, hapo ni ndani ya Beni. Gavana wa kijeshi wa Kivu Kaskazini Meja General Somo Kakule Evariste alipongeza serikali ya Uganda na jeshi la UPDF kwa matendo mema waliopewa wanajeshi wa Kongo walipokuwa nchini Uganda. Ni karibu askari 10 wa FARDC ambao waliwasilishwa kwa mamlaka ya mkoa mbele ya kamanda wa sekta ya uendeshaji ya Sokola Grand Nord General Mugisa Muleka Joseph na Major General Stefe wa UPDF, mkuu wa shughuli za Shujaa. Kulingana na gavana huyo, huduma ya uhamiaji ya Uganda ilifanya makabidhiano haya rasmi kwa ushirikiano na kurugenzi kuu ya uhamiaji DGM ya Kongo. Katika hafla hii, maafisa wa Kongo na Uganda walijadili na kupitisha hoja kadhaa zinazolenga kuimarisha ushirikiano wa pande mbili, hasa katika maeneo ya usalama na usimamizi wa mpaka, kulingana na vyanzo vya usalama. Habari zetu zinaendelea huko Kinshasa. Siku ya jana, President Felix Tshisekedi alipokea Leopard, ekipe ya Kongo ambayo ilikuwa imetoka huko Nigeria kucheza match na Nigeria ambayo walishinda. Alipokea ekipe hii hapo Kinshasa ku stade ya Martyrs na aliwapongeza sana, na kwa kuwapongeza alimpa Chancel Bemba, kapitene wa ekipe hii, drapo ya nchi ya Kongo. Chancel Bemba alimwahidi Felix Tshisekedi ya kwamba atainua juu drapo hiyo kabisa mu mache za Coupe du Monde, na ana matumaini ya kwamba kila kitu kitakwenda sawa. Ni siku ya jana kwenye Stade de Martyrs ambapo wakaji wengi wa Kinwa walikuwa hapo wakicelebrate kwa ushindi kabisa wa Leopard, ekipe ya Kongo, kwa kuwa ilikuwa qualifié mo Coupe du Monde. Habari zetu zinaendelea, tujielekeze nje ya nchi ya Kongo ndani ya taarifa za vita kati ya Russia na Ukraine. Ukraine kwa sasa inataka kuziuza ndege zaidi ya 100 za Ufaransa. Ufaransa haijawahi kuuza ndege nyingi za kivita za Rafale kwa muda mfupi. Hii inafuatia kusainiwa kwa makubaliano na Kiev iliyotangazwa Jumatatu hii siku ya jana na Emmanuel Macron.
ndege ya kivita ya Dassault Aviation imepata mafanikio mengine. Rais wa Ukraine Vladimir Zelensky alitia saini tamko la nia mjini Paris siku ya Jumatatu kwa ajili ya ununuzi wa siku zijazo wa hadi ndege 100 za kivita za Ufaransa ambazo Ukraine inatarajia kupata kwa mara ya kwanza. Mkataba wa kihistoria kulingana na rais wa Ukraine, ingawa thamani ya jumla bado haijawekwa wazi. Rafale, kinara wa tasnia ya angani ya jeshi la Ufaransa, ni ndege ya kivita yenye uwezo mwingi. Ndege hizi za Rafale zitatumikishwa ndani ya vita vinavyoendelea kati ya Ukraine na Russia. Nchi ya Ukraine inapigana na Russia tangu ane 2022 na mpaka kwa sasa vita vinaendelea. Kwa muda huu sasa Ukraine inaamua kuuza ndege zaidi ya 100 za Rafale kutoka France ili kuzitumikisha ndani ya vita hivyo. Inataka ipate ushindi, wafukuze wanajeshi wa Russia ndani ya maeneo ambayo waliyakamata tangu kwanza kwa vita hivi. Wanasikia kwamba hali huko kabisa inaendelea nayo kukua mbaya, wakati vita vilikuwa vinatarajiwa kuisha huko kutokana na maongezi waliokuwa wakiyafanya. Pande mbili wanaendelea kujiandaa kwa vita na inaonyesha kwamba wakati wowote tena mambo yanaweza kuharibika huko na vita tena kuanza upya. Na hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea asubuhi ya leo, na waomba kusubscribe kama kawaida. Mupartaje taarifa hizi kwa walio wengi, muendelee kujiunga nasi na channel yetu ya WhatsApp. Tunawatakia asubuhi njema. Asante.